Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mwanafunzi mwenzangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunakutana katika darasa letu, na hasa ukiona nyuma yangu kuna ubao, basi bila shaka unabaini lipo darasa bora la mwendelezo likiwa linajiri hivi punde tu. Mimi nikwambie kwamba baada ya kutazama jana katika kipindi chetu tutazama mfumo na zile kanuni za mtu kuweza kuendea biashara, basi leo tunakwenda rasmi sasa kuangalia zile namna gani sasa biashara yako unaweza ukaimarisha, na hasa ukajua ni mahala gani sahihi ambapo unapatakiwa kufanya biashara hiyo, kwa utaratibu gani, kwa namna gani, na wewe ukiwa ni nani, mahala gani ambapo kwako ni specialist zaidi ya kuweza kufanikiwa kwa masuala mazima biashara yako. Je, wewe unafanya biashara mkubwa au unafanya biashara mdogo mdogo? Ukiwa unafanya biashara mdogo mdogo, bado una nafasi ya kufanikiwa sana kabisa. Lakini pia ukiwa unafanya biashara mkubwa, kwa maana zungumzia watu wenye makampuni, watu wenye taasisi kubwa kubwa, basi bila shaka pia unaweza ukatumia utaratibu huu wa chemistry ya namba ya kuweza kukufikisha katika mafanikio, tena kwa 100% biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kanuni ilivyo, kipita njia iliyo sahihi utafika unapokwenda. Basi mimi bila kupoteza wakati nipo na Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali, tutakwenda kuangazia utaratibu wa namna gani huyu mtu anataka kufanikiwa katika masuala mazima ya biashara. Nini anatakiwa kufanya, kinapaswa kufanya kitu gani kwa ufasaha na kwa uhakika, haswa kupitia chemistry ya namba. Basi muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda kuangazia swala letu zima, kumwangalia huyu mfanyabiashara ambaye yeye anataka kufanya biashara, ni jina lake ni nani, lakini pia anafanya biashara sehemu gani, na ni aina gani ya biashara ambayo yeye anayotaka kuifanya au anayoifanya. Vipi anatakiwa kwenda kuimarika katika hali ili kuwa nzuri kabisa. Muda huu ni salamu. Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Ya Allah, ya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, bila shaka yuna afya bora kabisa. Wallahi namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Basi bila shaka, bila kupoteza wakati, mwanafunzi mwenzangu ambaye uko hapa na wale ambao tufuatilia huko mitandaoni, basi mimi nikwambie tu tunakwenda kuangazia darasa letu namba 2, hasa katika masuala yale ya kibiashara. Baada ya kupewa zile kanuni taratibu, sasa tunakwenda kuangazia, je, ni kipi ambacho kizingatiwe, kifuatiliwe kwa ufasaha wa hali ya juu ili kufikia katika yale yaliyokuwa bora na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali. Ya Allah, ya Allah. Tuna watu ambao ni wafanya biashara kwa namna walivyo na maeneo walipo. Lakini kwa bahati mbaya sana wapo watu ambao wanafanya biashara zao kwa maeneo hayo walipo, biashara zinazofanana. Wapo wanaofanikiwa na wapo ambao wanaofeli. Changamoto kubwa inaanzia wapi? Lakini pili, na baada ya changamoto kubwa inaanzia wapi, nini kifanyike kupitia taaluma ya chemistry ya namba, ili mtu huyu na yeye ajue mahala sahihi kufanya majambo yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah, bila shaka kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amesha kiweka katika utaratibu wake. Faman arafa at-tariqa wasala ila ma wasala. ya Allah, yoyote yule ambaye atakayejua njia sahihi ya kupita, tumtarajie kufika pale anapokwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ishara ya kwamba jambo lolote likifanywa kwa ujuzi na maarifa, basi watu watafika katika yale malengo yanayokusudiwa. Sasa katika darsa lililopita tulitazama arkanu tijara, zile nguzo za biashara ambazo ziko ngapi? 5.
na tukaona katika zile nguzo za biashara zote zinaturejesha katika kimiail arqam, kwa maana chemistry ya namba. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kuna kuwa na muunganiko gani wa zile namba zenye taka, energy au nishati ya aina gani, na kwa nishati hiyo Mwenyezi Mungu ameweka nini, ambayo hiyo nini itakwenda kufanikisha hayo mtu anayo yaendea. Hapa panataka ilmu ya kutosha, panataka maarifa, panataka utulivu, na panataka kadhalika uelewa wa hali ya juu. Sasa katika mazingira haya leo tutakwenda kutazama kimiaul arqami fi ilmi tijara, kwa maana chemistry ya namba, muunganiko wa namba hasa katika ilmu ya biashara. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala, watu wanafanya biashara na wanafeli sana, lakini kuna wanaofanya biashara na wanafaulu sana, lakini kuna wale ambao wameanza biashara zao vizuri, baadaye mambo yakaenda hovyo, na kuna wale wameanza hovyo na sasa wanaenda vizuri. Je, sababu ni nini na nini tunaweza kufanya ili majambo yakaenda katika hali iliyokuwa sawa sawa? Naam ndugu zangu, bila shaka tunasema kimiaul arqami fi ilmi tijara au ma yu'rafu ghaliban biilmi al-a'dad lil-a'mal. Kimaarifa tunasema chemistry ya namba, kwa maana ilmu ya chemistry ya namba katika suala zima la kibiashara, au ma yu'rafu ghaliban, au ni lile jambo ambalo linalofahamika kwa kawaida na sala la kiilmu biilmi al-a'dadi lil-a'mali, ya kwamba huitwa ni ilmu ya namba zinazocheza sambamba na utendaji wa kazi za mtu au watu au mashirika na makampuni katika hali ya aina moja au nyingine. Ndugu zangu, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, wewe unakumbuka pale katika ardhi ya Oman, ndugu yetu yule ambaye bila shaka kampuni yake ilikuwa inayumba sana, lakini kumbe sababu pameyumba katika jina lenyewe la kampuni. Alipobadilisha lile jina kumpa jina mtoto wake wa mwisho, baada ya taratibu fulani kufanyika, basi alhamdulillah ndani ya mwezi mmoja yule bwana alituambia amepata faida katika kampuni yake, ambayo faida hiyo aliisahau katika miaka 3 iliyopita. Alikuwa hajawahi kupata faida mfano wa ile baada ya miaka 3 iliyopita, ndio kaja kupata baada ya kufanya istiqlab, kubadili jina kutoka katika jina lilokuwepo na kwenda katika jina la mtoto wake wa mwisho, na ni baada ya taaluma na maarifa fulani kufanyika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio mambo ya kukurupukia haya. Ukitaka kuwa ni mtu mwenye biashara iliyokuwa nzuri, basi twende katika utaratibu huu. Sasa hii darsa ya chemistry ya namba katika masala ya kibiashara ni nini? Wataalamu na mashekhe zetu na mabingwa katika fani hizi wanasema hiya dirasatu tathiri ar-rumzi wa taqil al-arqam ala masari sharakatin wa qararati ziyadati al-a'mali wa an-nataij al-maliyah. Wanasema hiya dirasatu tathiri ar-rumzi, hizi ni darasa, ni masomo maalum, masomo ambayo yanaelezea kwa usahihi chemistry na utendaji na athari ya namba Ar-ramzi, tena namba zenyewe zilizowekwa kama alama. Yani kuna namba katika sehemu ya biashara inakaa kama alama, na ile alama inakuwa ndani yake imebeba namba, ndio tunapata zile protoni na newton biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hapo sasa ndio tunaweza kuyaendea vizuri mafanikio yetu. Yupo ndugu yangu mmoja, yeye anasema wallahi shekhe, zilipoanza darasa hizi mimi sipati usingizi. Yani ninazifuatilia hizi darasa kwa ukaribu sana, na sasa nabaini kwa nini watu wengi dua hazijibiwi. Ni kwa sababu ya kukosa taaluma kama hizi. Anasema hivi huyo ndugu yangu, anasema kwa kweli silali, yani napata tabu sana kila ninapoziona darasa hizi, na ninazifuatilia mara nyingi sana, nazirudia sana, huenda nikapata kitu bora sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo wataqi, lakini kadhalika katika hizi chemistry ya namba, katika masala ya kibiashara kunakuwa na energy, kwa maana kunakuwa na nishati maalum katika namba. Najua kila namba ina kiwango cha nishati yake, lakini katika kila namba ina kiwango cha dhurri, yani atom zake, na katika kila namba kuna protoni zake na neutron zake, ndio tunaita salbia au ijabia, imma positive au negative. Sasa wewe hapo ulipo unatakiwa utumie positive au utumie negative. Hili ni swala la kitaaluma ambalo linahitaji watu walifahamu kwa ufasaha. Sasa yakatokea majitu ambayo hayana taaluma, hayajui kitu, yakisikia ilmu hizi anasema shiriki, ile ni shiriki ni sihiri yani anasema shiriki au sihiri, yani sio shirki, shiriki. Ilo jitu linalokuambia huo ni ushirikina, shiriki yenyewe linataja shiriki, au sihri linataja sihiri. Mukaddima ushaharibika, mawaidha yanapatikana wapi hapo mahala? Mtihani mkubwa sana. Ndio dunia ilipofikishwa hapo. Hilo lina simu, linataka kuwasiliana na watu, linabonyeza namba. Baada ya kubonyeza namba linabonyeza okay. Sasa linampata mtu hata kama yupo umbali wa namna gani. Ukiliambia hamna shiriki hapo, hamna sihiri hapo, sasa hii ni teknolojia. Sasa na hii ni teknolojia hivi kabisa kweli, ndugu yangu, wewe unaweza ukaamini al-Imamu Suyuti alikuwa mshirikina? Unaamini kabisa al-Imamu al-Ghazali alikuwa mshirikina? Ahmadul Buni alikuwa mshirikina? Unaamini kabisa hivyo, unaaminishwa hivyo, na wewe unabeba kabisa kiasi hicho? Walikuwa ni mabingwa katika ilmu ya chemistry mzee. Yani wewe tu ndo hujui, na wala hautatokea siku ukajua kama utajitia katika giza la namna hiyo. Acha akili huru, watu sasa wanapata ilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa kadhalika ni darsa maalum kwa ajili ya kuelezea athari na utendaji wa namba na alama wa taqi, lakini kadhalika na energy au nishati lil arqami katika namba ala masari sharikati. Haya sasa yanakwenda sambamba kutokana na nini? Mwenendo wa kampuni husika au shirika husika wa qararati ziyadati al-a'mali wan nataij al-maliya, na hii ndio ambayo ina uwezo wa kupa ripoti bora ya ziada ya utendaji kazi katika kazi zako, na ndio inaweza ikakupa ripoti bora ya faida iliyovunwa katika hiyo kazi ambayo unaofanya au biashara unayoifanya biidhnillah. Namba ndio zenye energy ambayo inaweza kukwambia hapa ulipo biashara itafanyika, au namba ndio zenye energy inayokuambia hapa ulipo umefeli, na bila shaka kauze maandazi kijijini kwenu katika hali hiyo. Hii ni hatari sana. Watu wengi wanapenda kufanikiwa, na ndio inavyotakiwa hasa. Sasa mnapita njia za mafanikio, hilo ndo swala la msingi. Unapenda kufanikiwa, alafu njia unazopita sio za mafanikio. Sasa utafika saa ngapi ndugu yangu? Kwa hiyo lazima tupite zile njia za mafanikio. Acheni yale mambo ya kudanganywa na watu, naambiwa ilmu ile ni shirki, ilmu ile ni uchawi. Achaneni kabisa na haya mambo. Hawa ni watu wahuni tu ambao ndo anakwambieni mambo haya. Wewe ukitazama mwenyewe ukafungua akili yako, wewe unaona kabisa kuna uchawi hapo. Si ilmu ya kawaida tu hii. Unaona energy za kawaida kabisa hizi. Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair. Allahumma amin. Nasema yustakhdamu hadha almajalu kaadati alistratejiyyati takmiliya, lakini kadhalika hutumika ilmu ya chemistry ya namba katika masala ya kibiashara, hasa katika sekta hii kaadati alistratejiya, kama ni chombo maalum cha kimkakati atakmiliya, tena bila shaka mkakati ambao utakwenda kukamilisha yale unayoyataka katika majambo yako. Lakini si kila mtu anapewa taaluma hizi. Ndio maana unaona watu wengi sana wanafanya biashara, alafu taaluma hizi hawana na wanafeli sana. Sio bahati mbaya, Mwenyezi Mungu amefanya hivyo ili kadhalika wenye kufeli na wafeli, kwa sababu hawatopita katika njia hizi. Sawa, tunakwenda sawa? Lakini watawqiti suqi, lakini ilmu hiya al-arqam, yani kimyaul arqami fi ilmi tijara, kwa maana chemistry ya namba katika ilmu ya biashara ndiyo ambayo ina uwezo wa kukuambia wakati huu, yani mwaka huu, kutokana na namba namna zilivyo, wewe utafanya sana biashara au utafanya sana
kazi. Lakini mwaka unaofuata utaanza kuona unashuka, una drop siku baada ya siku katika biashara au kazi ambazo unazifanya. Ndio tawqitu, ujue hiyo tawqitu suqi. Kwa maana hii ndio namba ambazo zinaweza zikakubakisha sokoni na ndio namba ambazo zinaweza zikakutoa sokoni zikakurudisha nyumbani. Ni namba hizi. Na hapa mimi nakubali sana ndugu zangu Wahindi na baadhi ya Waarabu. So azembe kabisa katika, yani kila mwaka unapotaka kutoka kuingia mwaka mwingine huwa mafundi sana hawa watu. Na Sheikh Waturuki pia na wenyewe so wazembe kabisa kwa swala hili. Waturuki ndo hasa wako makini sana katika swala hili. Yani wewe unapoona biashara zako zinaharibika, basi lazima ufahamu, kwa maana chemistry ya namba inawezekana na yenyewe imeparaganyika. Ndio maana unaona mwanzo ulianza vizuri, lakini namba zikibadilika tu kidogo, habari yako na wewe inaanza kuwa hueleweki katika hali hizo. Tunakwenda sawa? Hii ndio inaitwa tawqiti suqi. Kwa maana energy hii ya namba ndio inaweza ikakuacha sokoni, lakini energy ya namba katika masala ya kibiashara ndio inaweza ikakutoa sokoni, ikakutupa nje kabisa ya soko. Wakawa hata wale ambao walikuwa ukifanya nao biashara wakutaki. Ukiwasogelea wanakupa 10,000 ukale, uwatolee kiwingu. Ndio maana yake, ondoka maana yake. Nenda nje ya maiki huko. Tunaenda hivyo. Lakini kadhalika nuqatil quwwati wadha'fi tanzimia. Lakini kadhalika chemistry ya namba, yani majal hii, kwa maana sekta hii ya chemistry ya namba katika ilmu ya biashara ndio ambayo ina uwezo wa kupa nuqat, ishara na alama alquwa ya nguvu. Kwa maana mwaka huu umefanya biashara, umepata faida kwa kiasi gani, ikakupa nguvu, lakini mwaka ujao ikaongezea nguvu, ukawa unazidi kupanda, au inawezekana chemistry ya namba ikakwambia kwa hapa ulipo lazima ushuke. Ndio mtu anaporomoka mpaka chini. Alafu sasa akishaporomoka, alikuwa na idadi kubwa sana ya matajiri wanamuelewa. Kuanzia hapo matajiri wenyewe wanaanza kumkataa, hawamtaki kabisa. Akimfuata tajiri fulani anamkataa, anamkimbia, hamtaki, na mfano wa hayo. Hii ni hatari sana. Sasa nataka twende tukatoe ilmu kidogo, watu wanakaaje na wanabakije katika masoko biidhnillah. Wewe unataka kuanza, unaanzishaje biashara iliyokuwa nzuri, ambayo bila shaka biashara hiyo itakufanya wewe kuwa vizuri? Na wewe ambaye umo katikati ya biashara nzuri kabisa na inakwenda katika utaratibu bora, unafanyaje ubaki hapo katika ubora au upande zaidi? Na wewe ambaye biashara zako sasa zimeshapoteza mwelekeo, unafanyaje biidhnillah subhanahu wa ta'ala ili zirejee katika njia kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala? Hapo Sheikh, kuna jambo ambalo nataka pia nisisitize na nitilie mkazo, kwamba tunapozungumza sokoni, maana yake tunakusudia kwa namna ambavyo unaweza kuwa na biashara yako tayari imekwisha wafikia watumiaji wengi na wanapenda kutumia bidhaa zako. Kwa hivyo sasa inapofikia mahala unabaki hipi sokoni, maana yake ni namna gani ambavyo utaweza kuzalisha kwa wingi, lakini pia watu wale kupata huduma yako kwa wingi. Lakini kutoka sokoni sasa ni leo ulikuwa unazalisha kwa wingi, kila siku kuzalisha kunashuka, lakini pia na bado biashara zako zinakwenda vibaya. Maana yake kwa lugha nyepesi unaondolewa sokoni bila wewe mwenyewe kujitambua. Hivyo basi chemistry nakwambia mzee, toka bwana, rudi nyumbani. Kwa hiyo bwana, usikubali kutoka. Chemistry zipo na zinafanya kazi kubwa kurudisha na kubakisha sokoni, lakini pia kukuambia nguvu yako inaendelea kuwepo siku baada ya siku, ama nguvu yako kila inavyozidi kusikia leo maki inapungua uwezo wa utendaji na inashuka. Maana kisha ufanyaje? Ndio tunakwenda hapa kwenye taaluma. Sasa twende hapa ukajue yaliyo makubwa yanayojificha katika jina lako, biashara yako, lakini pia na sehemu unapofanyia shughuli zako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Katika darasa letu lililopita tulikwenda kutazama zile nguzo 5. Yani nguzo 5 za kibiashara. Sahihi. Na leo nitakwenda kuzitazama nguzo 3 tu katika zile 5. Alafu twende tukatazame sasa wewe hapo ulipo. Unayajua haya? Kama unayajua pita njia hizi. Kama hujui fata utaratibu huu tunaoelekeza hapa. Ukishindwa wewe basi kadhalika ukasema nataka shekhe unifanyie, inawezekana, lakini ipo kanuni inasema in tushghilin nasa tagharam thamana.
iwapo utamshughulisha mtu lazima ugharamie thamani ya kumfanya mtu aache yake ili adili na kuyafanya yale ya kwako. Hilo haliepukiki. Watu wamekaa darasani wamesoma kwa miaka mingi, wamepoteza miaka kadhaa. Kwa hiyo lazima walichokisoma kiwaletee natija biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa arkanu tijara, nguzo za biashara. Kama tulivyoona katika darasa ya kwanza, nguzo ya kwanza ni nini? Ismu tajiri ni jina la mfanyabiashara mwenyewe. Hapa nimeweka mfano, Yusufu ndio mfanyabiashara ambaye hii Yusufu namba, kuna namba lazima uzipate, namba zinazoitwa al-istratijiyati tashghiliya, kwa maana namba za kimkakati. Ni zipi? Hivi wewe unayefanya biashara hapo ulipo, unajua istratejia yako, namba za kimkakati kwako unazifahamu? Inawezekana kuna mtu anafanya biashara wallahi hajui hata namba za kimkakati upande wake zikoje. Sahihi. Sasa huyu kufeli ni rahisi. Ndio wengi shekhi. Sahihi. Hata upande namna gani ukidondoka unaporomoka kama dongo, ni moja kwa moja mpaka chini. Yani sio unashuka taratibu, ni moja kwa moja unatoka juu mpaka chini, kuisha habari yako. Unabakia kutusimulia. Yaani shehe, mimi nilikuwa na magorofa 300 hapa, lakini sasa hivi hata nyumba ya kupanga sina. Unaelewa ni nini? Mzee, istratejia zile al-arqam al-istratijiyya at-tashghiliyya haziko sawa. Sasa kwa huyu Yusufu ambaye yeye amezaliwa mwaka 1998 akazaliwa mwezi wa 4 tarehe 14. Huyu namba yake ya kimkakati hatutaki kuieleza kwa sababu tulishaeleza katika darasa zilizopita namna ya kuzitafuta zile namba. Kwa hiyo utapata namba yake inakuja, hii ndio namba ya kimkakati, ni 89944111668. Hizi zinaitwa al-arqamu al-istratijiyati tashghiliyya. Hizi ni namba za kimkakati kwa huyu mfanya biashara ambaye tunakwenda katika nguzo namba moja katika chemistry ya namba katika ilmu ya biashara biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah, Mwenyezi Mungu ameweka siri katika hizi namba. Kuna siri nzito Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika hizi namba. Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema sio kila mtu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampa mambo haya. Hata usome uwe na majesteri ya namna gani, kama Mwenyezi Mungu hajataka kukupa taaluma hizi utabaki kuona nyoka tu, na matokeo yako utasema shiriki ile kwa sababu unaona thuubani nyoka tu. Na ukiona watu amdika haieleweki ile, haieleweki vipi? Hii inajulikana, wewe hujui. Kwa sababu ukitazama hii namba, mimi hapa naona ndani kabisa hizi namba. Wewe ndio utaziona tu namna zilivyoandikwa, lakini mimi naona mpaka ndani yake kwa sababu najua. Hii ni nguzo namba 1. Lakini nguzo namba 2 ni mji ambao mtu anataka kufanyia biashara. Huyu Yusufu ni mji gani ambaye yupo ndani ya mji huo anataka kufanyia biashara zake? Ni mji unaoitwa nini? Darussalam. Dar es Salaam, si ndio? Ambayo namba zake Darussalam za kimkakati ni ngapi? Ni 4 1 2 3 1 6 1 3 4. Hizi naitwa al-arqamu al-istratijiyatu at-tashghiliyya. Ni namba za kimkakati katika jiji la Dar es Salaam. Yaani lazima ujue namba za kimkakati kwako ni zipi. Namba za kimkakati katika mji uliopo wewe unazijua? Wallahi ilmu ni ilmu pana sana. Hata ndugu yangu aseme wallahi nachanganyikiwa. Lakini kadhalika kisha baada hapo tunakwenda ismu tijara, jina la biashara yenyewe. Wewe biashara yako nini? Tabibun. Wewe ni tabibu, biashara yako unafanya tiba. Sasa namba ya kimkakati kwa tabibu, kwa tiba tabibu huyu ni ipi? Ni namba 9212. Hii ndio namba al-istratijiyatu at-tashghiliyya. Hii ndio namba ya kimkakati kwa tabibu, kwa mwenye kufanya biashara ya tabibu. Sasa huyu tunataka tufahamu katika mji huu biashara anayoifanya ili inawiri vizuri afanyeje kwa mujibu wa kimiaul arqami fi ilmi tijara. Yani chemistry ya namba, muunganiko wa namba na energy, kwa maana muunganiko wa namba na nishati na utendaji wa namba hizo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sala la kibiashara.
ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba. Allah amehalalisha biashara, watu wafanye sana biashara, lakini riba hapana. Ila biashara Mwenyezi Mungu kasema fanyeni sana, hasa biashara zinapokuwa za halali. Watu wafanye sana biashara, neema iweze kuingia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ili tuweze kupata sasa kuona namna gani huyu mtu ambaye biashara zake ni nzuri zibaki katika uzuri wake, au biashara zake zimeharibika zirudi katika njia yake, au anataka kuanzisha biashara ili biashara yake iwe nzuri, tunafanyaje? Cha kwanza tunaanza kuchukua ile namba ya kimkakati ya huyo mfanya biashara. Alafu kuna namba ya kimkakati ya mji anaokwenda kufanyia biashara. Alafu kuna namba ya kimkakati ya biashara yenyewe. Hii ilmu inataka utulize akili kweli kweli, shekhe. Sasa tunaanza namba ya mkakati wa biashara, tunaweka upande wetu huu. Tunaanza 9 2 1 2. Kisha baada ya hapo tunachukua namba ya kimkakati ya sehemu au mji ambao huyu mtu yupo katika mji huo anafanyia biashara zake. Tunachukua 4 1 2 3 1 6 1 3 4. Hizi ni namba za kimkakati za mji ambao mtu anafanyia biashara katika mji huo. Lakini kadhalika tunakuja namba ya kimkakati ya mfanya biashara mwenyewe. Tunachukua 8 9 9 1 4 4 1 1 6 6 8. Hizi namba za mkakati wa mtu mwenyewe anayefanya biashara katika mji husika. Kwa hiyo hapa tumepata mkakati, namba za kimkakati za biashara, namba za kimkakati za mfanya biashara, na namba za kimkakati za mji wenyewe wa kufanyia biashara. Tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wa ahsa kulla shay'in adada. Mwenyezi Mungu anasema katika hisabu ndo kaweka kila kitu. Huyo ni Mwenyezi Mungu vitu vyote Allah subhanahu wa ta'ala anasema kaviweka katika namba. Hii siri anaijua mtu aliopewa na Mwenyezi Mungu tu. Tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nasi tunakupa wewe ndugu yangu ambao unatufuatilia hivi sasa biidhnillah, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Haya, ushapata sasa hizi namba ambazo ni mkakati wa biashara, mkakati wa mfanya biashara, lakini mkakati wa mji anaofanyia biashara. Je, hizi namba tunazifanya nini? Kitaaluma tunasema antiq arqama takrar. Kinachotakiwa sasa wewe uzisemeshe. Yaani hizi namba zinasema, ujue kila namba moja hapo ina maneno kabisa, inasema tena maneno yanayojulikana na yanayosikika. Kila namba inasema hapa. Sasa zisemeshe hizo namba. Hasa tunazozikusudia sana zisemeshe zile namba mwanzo zinazojirejea rejea. Tuzisemeshe sasa. Tunazisemeshaje? Tunazisemesha katika hali ifuatayo. Tunaanza namba 9. Namba 9 tunatazama katika mlolongo mzima wa nida yetu hii. Tuliweka hapa. Zinapatikana ngapi hizo 9? Ziko ngapi? 3. 1 2 3. Haya, tunafanya al-istintaq. Tunazisemesha hizi namba. Tunazisemeshaje? 1 2 3. Tunaandika hapa namba 3. Sawa? Tumefanyaje? Tumeisemesha na imesema kwa lugha sahihi kabisa ya kwamba ni namba 3, ambayo hii ni nini? Ni ijab. Sawa? Ili majambo yaweze kwenda katika hali sawa sawa. Kisha tunakuja tena namba 2. Tunaangalia hizi namba 2 katika nida yetu hii ziko ngapi? Tunapata 1 2 3. Tunazisemesha hizi namba, tunaandika namba 3. Kisha baada ya hapo tunakuja namba 1. Tunatazama katika nida yetu hii 1 2 3 4 5 6 7. Ziko 7. Tunaandika hapa namba 7. Kisha baada ya hapo tunakuja namba ngapi? Namba 4. Sawa, tunatazama katika nida yetu ziko ngapi? 1 2 3 4. Sawa? Kwa tunaandika hapa namba 4. Tunakwenda sawa? Baada sasa ya kufanya utaratibu wa namna hizi zitatoka namba zote. Hapa nataka upige sasa wewe mwenyewe. Mimi nimekuwekea kama mifano ambayo unaweza ukaipitia, kwa sababu mimi naitwa Yusufu. Sawa?
lakini ni Yusufu nilozaliwa mwaka sio huu 98. Kuna Yusufu inawezekana kazaliwa mwaka 98, kazaliwa tarehe 14 na mwezi wa 4. Huyu ndo ambaye tunamkusudia hapa. Inawezekana wewe ni Yusuf lakini haujazaliwa tarehe hizi, maana yake hauhusiki, haumo. Maana yake ilivyopigwa utaratibu wako ndo zipatikane zile hisabu zako biidhnillah subhanahu. Kwa hiyo tukapata namba hizi 3 3 7 3. Kisha tukapata 2 4 8. Hisabu zikaja kwa utaratibu huu. Tunakwenda sawa? Naam. Sasa katika hizi namba zilizopatikana kutoka katika hii nida yetu baada al-istintaq, baada ya kuzisemesha, tunachofanya tunaangalia namba za ijab na namba za salbu ziko ngapi. Tunapata 3 ni ijab, 3 tena ni ijab, 7 ni ijab, 3 ni ijab. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini kadhalika tunakuta 2 ni salbu, 4 ni salbu na 8 ni salbu. Yani hizi ni positive, hizi ni negative. Unaona mambo jinsi yalivyo. Namba yako ya kimkakati wa mji, namba ya mkakati wa mfanyabiashara mwenyewe na namba ya mkakati wa biashara yenyewe zinakuambia kuna salbu na ijab. Maana yake zina uwezo wa kucheza kutoka salbu kwenda ijab na zina uwezo wa kucheza kutoka ijab kwenda salbu. Unaweza ukaharibikiwa na unaweza ukafanikiwa sana katika hali hizo. Sasa baada ya kupata hii sasa hizi salbu tunataka kuzivunja. Kwa maana tunataka tuzivunje hizi salbu ili biashara inawiri, iwe nzuri. Tunachofanya ni nini? Sasa hii tunakwenda kwa Mwenyezi Mungu aliyeumba ijab na salbu. Tunamwambia ya Rabbi, je, ni mahala gani tunaweza tukaivunja hii salbu na ijab? Anatuambia ni katika kitabu changu, sio kwingine mzee. Kitabu chake mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu, unaweza kwenda kuvunja hizi ijab au salbu. Sasa yanatokea majitu siku hizi, hata ukifanya Qur'an unaambiwa ule ushirikina. Yani Qur'an sasa hivi ilikuwa ni shirki. Na majitu yanatamka bila haya, bila aibu, bila hata uoga. Eti tu kwa sababu lenyewe halikutaki wewe au halitaki taaluma yako, basi lenyewe linatia makosa tu penye mpaka Qur'ani ina ushirikina tu ule. Wallahi watu wamefikia kubaya mno. Baya mno. Yani Mayahudi wamefanikiwa kwa asilimia nyingi sana. Leo Qur'ani wa ushirikina kwa sababu tu inafanywa na usiyemtaka wewe. Kwa nini itumiwe kwenye namba? Kwa nini itumiwe kwenye namba? Sasa kuna kinachotumika nje ya namba. Kipo kitu ambacho kinachotumika nje ya namba. Hizo swala 5 zenyewe unaswali kwa namba. Ukisikia wewe unaswali swala ngapi? 5. Nini? Namba. Kwa nini usiswali 7? Anaitwa 7. Sawa. Lakini itakuwa ni namba ambayo ni salbu sio ijab sasa wakati huo. Haya, katika hilo swala ambayo unasali asubuhi unasali raka ngapi? Namba sio namba. Kwa nini usiswalie tu? Adhuhuri unaswali raka ngapi? Namba sio namba. Sasa kwa hiyo hakuna kitu ambacho unaweza nenda huko haji kahiji Safa al-Marwa pale ni namba tupu shekhe. Wala usidanganye mtu, hiyo Ramadhani yenyewe kufunga ni namba tupu. Yote hakuna kitu ambacho kiko nje ya namba. Asikudanganye mtu. Lakini ukisoma Qur'ani kwa namba ushirikina ule. Jitu mbona majahili kiasi hiki? Lakini nashukuru kwa Mwenyezi Mungu, sasa hivi watu wanaelewa. Wanajua sasa hivi. Sasa unachomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bana, katika biashara zangu kuna salbi hapa, kuna mambo yanaharibu. Kuna wakati mambo yanapanda na kushuka, yanaharibu mipango yangu. Sasa nataka niondoshe hizi habari. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia hii salbu hii tunaiona hapa. Nenda katika kitabu cha Qur'an. Angalia aya namba 842 katika Qur'an. Namba 842 katika Qur'an. Hii aya utaipata katika suratul A'raf aya 149. Ndipo utaikuta hii aya. Alafu katika silsila, katika utaratibu wa Qur'an utaikuta ni aya namba 842 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukishaipata hii aya utahesabu ina maneno mangapi. Aya yetu hii ina maneno 17. 10 na ngapi? 17. Haya, tunachokifanya tunaandika ile hesabu 842. 842 tunajumlisha na ile 17 ya maneno yaliyo katika
aya. Kwa hiyo 2 jumlisha 7 tunapata namba ngapi? Namba 9. Sawa? Lakini kadhalika 4 jumlisha 1 tunapata namba ngapi? Namba 5. Kwa hiyo inakuwa hii ni namba inaitwaje? Hii ni ijab na namba 5 ni ijab. Naona majambo jinsi yanapokwenda. Ukisikia ni ijab maana yake inavunja ile salb. Lakini kuna namba 8 hapa imebaki. Hii sasa namba 8 tunaivunja wapi? Hii namba 8 inakwenda kuvunjwa kwa kafara ambayo bila shaka ni dhaan, kwa maana kondoo. Na huyu ni kondoo mwanamke. Hisabu yake inakuja namba 581. Unajua tusiwe tunajichinjia tu. Kwa maana anakuja mtu ana jambo lake, anamwambia sawa, kafara yako tutafute kondoo wawili. Kwa hisabu gani imekwambia utafute kondoo? Au tunataka ngamia, kwa hisabu zipi? Sahihi. Lazima tufanye vitu kwa taaluma ili tuweze kutuambia mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Sasa tunachukua hii 581, tunachukua hii 1 tunajumlisha na ile 8. Tunapata 9, ambayo 9 ni nini? Ni ijab. Lakini kadhalika 8 jumlisha 5 tunapata 13, ambayo 3 ni ijab na 1 ni ijab. Tunazileta hapa 9 3 1 inakuwa 13959. Hii sasa ndio hisabu ambayo tutasomea aya yetu, kwa maana aya inayosomeka walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Hii ndio aya kwa yule ambaye ni mfanya biashara, lakini biashara yake ni tabibu. Lakini kadhalika mji anaoishi au anaofanyia biashara zake ni Darus Salam. Lakini kadhalika na huyu tabibu mwenyewe anaitwa Yusuf, aliozaliwa mwaka 1998 lakini tarehe 4 mwezi wa 4 biidhnillah subhanahu wa ta'ala, yani tarehe 14 mwezi wa 4. Hizi ndio hisabu zake zitakuja katika utaratibu huu. Na huyu sasa atakuwa kila unapofika mwaka lazima pafanywe utaratibu ili abaki kuwa katika level nzuri za kibiashara, azidi kupanda na sio kushuka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wapo ndugu zetu ambao wao ni mabingwa na ni mafundi sana sana, kila unapokaribia mwaka wao huwa hawafanyi uzembe. Na ndio maana utaona kila siku wanazidi kunawiri, wanazidi kupaa, wanazidi kuwa katika hali ambayo ilikuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, hizi ndio taratibu za biashara na hasa katika ilmu kimia al-arqam, masala ya ilmu ya chemistry ya namba, hasa katika masala ya kibiashara. Hivyo ukitaka biashara zako zipae, pita katika utaratibu huu. Lakini ukianza kuona biashara zinaanza kuwa hazieleweki, mchele mara no signal mara kadha, basi fahamu kabisa katika hizi namba kuna namba zinakuwa zinacheza, yani salbun na ijab, na mambo yanajikuta kuwa katika hali za namna hiyo. Katika namba na hisabu ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka asrar, kuna siri nzito mno ambazo lau kama ukizijua kila kitu ukapita kwa njia zake, majambo yanakwenda sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi ndugu yangu mwanafunzi mwenzangu, mimi nikwambie tu ikutoshe kwamba tulipoanza pa kufikia hapa tamati yote kwa yote, kumbuka darasa letu lilienda kutazama katika masala mazima ile zile stage, zile hatua 3 za msingi katika masala ya kibiashara. Kama ambavyo wewe ulivyo, unaweza ukawa umeandaa mpango mkakati, ama unataka kufungua kampuni au kampuni imekwisha anza au taasisi imekwisha anza lakini inalega mambo hawezi kwenda vizuri. Nini cha kufanya? Kwanza kabisa unaweza kupita katika taratibu hizi hapa. Kama utakuwa unafahamu, fanya taratibu hapa ili uweze kufikia katika hali iliyokuwa bora kabisa. Lakini kama utaona la, nataka nifanyiwe jambo kanuni ilivyo, kimshiriki ukifanya mtu afanye jambo lako kwa ajili, yani afanye jambo lako kwa ajili ya jambo lako wewe, hautokwepa gharama. Na kanuni ambayo naweza kukwambia, jitahidi sana kufanya jambo linavyotaka. Ukifanya hivyo utafanikiwa sana. Kuna watu wao unawaambia bwana, jambo lako nataka 1 2 3 4, yeye anataka akupe taratibu wake yeye anaotaka kwa akili yake yeye, kitu ambacho wengi ndipo wanapochemka na kufeli katika taratibu huo. Kwa mimi nikuhamasishe na nikwambie ndugu yangu kwamba
Utaratibu huu si rahisi. Unaweza kuona kama ni wepesi kwa sababu anasema hivi, lakini unataka mtu awe mtulivu kabisa, apate muda kutosha, apate yani akili na mwili vyote viwe katika hali iliyokuwa nzuri ili aweze kufuata taratibu kwa ufasaha. Lakini kumbuka kwamba pamoja na yote hayo bado yanahitaji muda wa kutosha ili kuweza kulifanya kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Wewe ndugu yangu ambaye ni mfanya biashara mdogo, lakini pia na wafanya biashara wakubwa, bado fursa ya kukua kila siku kimaendeleo, kukua kila siku kibiashara zako ziendelee kutajwa na dunia iweze kuzitambua. Basi fursa na milango kupita njia zenyewe ni hizi hapa. Unaweza kupitia chemistry ya namba ukafanikiwa. Mimi nakumbuka tulikwenda kufanya jambo moja hapo Mombasa, na kwa kweli mpaka leo hii binafsi tunafurahi kwa sababu ripoti inazidi kukua siku baada ya siku, mambo yanazidi kunawiri na kushamiri katika ndugu yetu ambaye ana kiwanda pale katika ardhi ya Mombasa. Na wewe pia bado unayo nafasi na fursa, unataka kufanya nini? Pita njia hii, na lasi hivyo unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia namba unaziona hapo. Utashauriwa, tupewe mwongozo uliokuwa bora namna kuweza kufanya ili kheri ziweze kupatikana. Hii si kwa kila mtu anaweza kufanya majambo haya, lakini kwa wale tu wenye macho na taaluma. Macho yenyewe sio macho kutazama, macho ya kuona. Kuna kuona na kutazama. Yule ambaye anatazama hawezi kuona haya mambo, lakini mwenye kuona anaona kile kinachotakiwa kufanywa. Kwa hivyo mimi nikwambie tu, tumeanza hatua hii, lakini bado yako mengi ambayo yako ndani hapa yamejificha. Unaweza kuja kupitia hapa kwa darasa zetu hizi na kheri nyingi zitapatikana. Nikwambie tu, endelea kutufuatilia katika darasa mbalimbali, lakini pia usikubali darasa hata moja likupita, kwa sababu hapa kwa taaluma kubwa unaweza kuvuna na kheri nyingi zitapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lifuatalo ni tangazo. Haya, jicho ni maadili ghali, hakika huwezi kuyanunua kwa pesa. Si unajua tunda lisilo na faida hili lisiloiva, na mwangaza wa taa hauna faida kwa aliyelala? Najua unapata tabu kunielewa, ila tambua kwenye mwangaza ndipo kivuli huonekana. Na maanisha jicho linaloona ni maadili ghali na yenye thamani kubwa. Sasa lilinde, lihifadhi na ulinusuru jicho lako. Haya sasa, hii hapa dawa bora iitwayo Ar-Ramadi kwa usalama na afya ya jicho lako. Ewe unaosumbuliwa na macho, ikiwemo kupoteza nuru ya macho, presha ya macho, macho kuchoma, mtoto wa jicho, kuona giza, maruerue, kuona ukungu, jicho kuunguza sana, kutoa machozi, kutoa tongotongo na kadhalika, Ar-Ramadi ndiyo bingwa mpambanaji katika kurudisha afya ya jicho lako. Hakikisha unatumia dawa hii haraka kwa dozi kamili ili kupata matokeo bora zaidi. Kumbuka, Ar-Ramadi ni matokeo ya utafiti kutoka kwa daktari bingwa Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Al-Ghazali. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.